Vijana wewe. Basi mimi sitakuwa na mengi. Kwanza ni kuwakaribisha vijana wale wengine wote ambao mmetoka nje ya Mwatate. Karibuni sana. La pili, tumkaribishe mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo. Basi akajisikia kwamba yuko nyumbani. Nimejaribu kusikia historia yake kidogo kwa ufupi, kupitia mwalimu mmoja hapa aliyesema ya kwamba alimfundisha PS wetu Fikiri. Na nikimwangalia huyo mwalimu, pengine naona yeye ni mdogo wa PS. Na nikasikia mahali alipopitia, aliposoma. Si mnajua Makitaba? Makitaba ni shule zetu tusidharau. Wakati unaposoma kwa shule yoyote ya Taita, jua kwamba ukifanya bidii vijana, basi nawe utaenda wapi? Mbali, kama vile ndugu yetu Fikirini alivyoenda. Kwa hivyo hilo limentia moyo sana. Tuko naye hapa, ni wetu mwenyewe. Na la kupendeza ni kwamba tena president akaona ni vyema ampatie jukumu la kusimamia basi department hii ya vijana. Kwa hivyo ni wetu mwenyewe. Hata tusipofanikiwa wakati huu vijana, tutakuwa basi ni sisi wenyewe hatuyataka. Maana wetu mwenyewe ndio yuko hapo kama permanent secretary. Kwa hivyo tumtumie kwa wakati huu, maana kesho hatujui. Na ninashukuru kwa mswada ambao umepelekwa na Mheshimiwa Patricia na umemleta hapa leo. Tuko na PS ambao ni mswada ambao utaempower vijana kwa mambo mengi, ikiwemo uongozi. Si mnasikiaga kwamba vijana ni viongozi wa kesho? Kesho imefika. Ni leo basi. Nasikiaga vijana wakati mwingine mnasema ati wajua uongozi wa miaka hii ya Kenya hauombwi. Nisikia mwingine akisema ya kwamba ninaomba wazazi wangu munipandishe. Nani atakupandisha? Ni wewe mwenyewe. Sahi unajua tangu zamani Biblia inasema ufalme wa Mungu unafanya nini? Unanyakuliwa na wale wa mabavu. Usipotumia kibavu kijana, kama utakuwa mtu wa kuombaomba hapa, hakuna mahali utaenda. Utakuja kwa mdumiki hapa uniambie, bwana mimi nataka hii nafasi ya Mwatate ninaomba. Nitakupatia kweli? Unatumia mabavu. Na nashukuru sheria inawapatia huo uwezo. Kwa hivyo kutoka hapa vijana mjijue kwamba sasa mmepata uwezo wa kung'ang'ania uongozi. Hata ukiwemo ubunge wa Mwatate hapa. Maana naona unang'ang'aniwa na wazee sasa. Kama nataka kuona kijana akijitokeza, asimame wapi? Mwatate kama mbunge. Na nitakushika mkono na tutapambana na wewe, tena kushike nikupange. Na tuwe tunapambana hapo kwa uwanja. Sasa leo itakuwa tofauti hapa Mwatate. Nitakuwa napigania hiyo kiti na nitakupanga wewe ukijitoa kutokea kijana, bora usio na madharau. Ili basi tuone ya kwamba ukinishinda kwa nguvu uchukue uende na wewe bunge. Na lingine nataka kusema ya kwamba vijana, bili hii itawawezesha kufanya mengi, hata kujiempower kimaisha kama vile wengine wamesema. Unajua jambo likiwa kwa sheria, basi itakuwa rahisi kukusaidia kimaisha. Kwa hivyo ninaomba tu bili hii ipate nafasi, isonge mbele, ili basi ikaweze kuratibiwa, basi vijana mwanze kunufaika kutokana na yale ambayo yako kwa hii bili. Sitaochosha na mengi. Na ninaomba ruhusa kwako mgeni wa heshima. Hivi nilikuwa niende, nimeachwa na mmoja wa familia Taveta. Kwa hivyo sitakaa sana hapa. Kwa hivyo nikiondoka, tafadhali naomba muelewe hivyo. Na kama mgeni alivyosema hapa, mgeni ameingia na tunasemaga mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hivyo ndio hivyo. Wengine mlitaka kuchanganyikiwa hapa kidogo. Kwa hivyo tuko na mgeni leo hapa. Haya machache nasema Mungu awabariki.